Mimi kwa majina naitwa Afizi Yahaya Mandembwe, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji ndani ya wilaya ya Nachingwea, kwa maana ya madereva wa maguta, pikipiki pamoja na bajaji. Hapa ndo sehemu yetu ya kazi na mara nyingi ndo tunapopatikana kwa ajili ya shughuli zetu. Lakini wakati shughuli zingine zinaendelea, jana tulibahatika kuiona hotuba ya Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka, ambaye ni mbunge mwakilishi wa jimbo la Nachingwea, ambaye jana alikuwa anatoa hoja mbalimbali ambazo zinahusiana na jimbo la Nachingwea, lakini pia aligusa kwa namna moja na nyingine kuhusiana na tasnia yetu ya madereva bodaboda au maafisa usafirishaji, ambayo jana alikuwa ameiwasilisha bungeni. Kwanza tunampongeza kwa jambo ambalo amefanya, kwa maana amekuwa kama msemaji wetu na pia ametambua mchango wa tasnia ya bodaboda katika kukuza uchumi wa wilaya ya Nachingwea, lakini taifa kwa ujumla wake. Kikubwa ambacho tunampongeza na tunamuunga mkono ni kuhusiana na lile jambo ambalo amelizungumzia kuhusiana na maafisa usafirishaji, hasa kwenye kipengele cha upatikanaji wa leseni kwa ajili ya madereva. Ni ukweli usiopingika wazi kwamba upatikanaji wa leseni kwa maafisa usafirishaji kidogo imekuwa ni changamoto, kwa maana ya kwanza gharama, lakini pili namna ya upatikanaji wake kwa ujumla imekuwa ni changamoto kubwa, na hii inapelekea kwa asilimia kubwa maafisa usafirishaji wengi, kwa maana ya madereva wa pikipiki, bajaji pamoja na guta, kushindwa kumiliki leseni kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu, au ikiwa kama ni sehemu ya kitu muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo. Jana Mheshimiwa Mbunge amepush kwa namna moja ama nyingine, kwa maana ya ameisemea wilaya ya Nachingwea, lakini kwa ujumla wake ameisemea tasnia ya bodaboda kwa taifa zima kwa ujumla, kwa sababu hakutenga kwamba nawazungumzia tu madereva bodaboda ndani ya wilaya ya Nachingwea. Amepush kwa maana ya kwamba kweli kwanza tunahitaji kutambulika, kama alivyoongea tukimrejea kwenye hotuba yake au ile nafasi ambayo alipata kuizungumzia alipopata fursa bungeni, kwa maana ya kwamba tunatamani mara zote tasnia ya bodaboda ijulikane au iwe rasmi kama zinavyojulikana tasnia zingine. Lakini pili akagusa kwenye hiyo lengo ambayo inahusiana na upatikanaji wa leseni. Gharama za upatikanaji wa leseni zimekuwa kubwa, na hiyo ndio imekuwa kama changamoto kubwa ambayo madereva wengi wanashindwa kumiliki leseni. Kikubwa alichokizungumzia ni kupush kutoa zile gharama kutoka kiwango cha 80,000 kushuka angalau ifike 30,000. Sisi tumefurahishwa na kweli, kwa sababu kama mnavyojua vijana wengi ambao tumetoka kwenye mashule, vyuo na vitu kama hivyo, tulipoamua kujiajiri tulichagua tasnia hii ya bodaboda ikiwa kama ni shughuli yetu ya rasmi, ambayo kwa namna moja ama nyingine itatuhusisha na kujiingiza kwenye shughuli zingine ambazo sio mzuri na sio rasmi, kama vile uvutaji wa madawa ya kulevya, bangi, wizi, ujambazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulichagua tasnia hii. Kwa mfumo wa Mheshimiwa Mbunge tunaona kwamba serikali ina kila sababu ya kusikiliza hoja yake na kuifanyia kazi, ili kwa namna moja ama nyingine tuone kwa namna gani tunapush tasnia kutoka hapa ilipo na iwe kubwa zaidi, kwa maana kwa level ya kitaifa. Kimsingi Mheshimiwa ametuwakilisha, lakini sisi pia kama maafisa usafirishaji ndani ya wilaya ya Nachingwea, na mimi nikiwa kama mwakilishi wao, tulikuwa tunaomba serikali iunge mkono ile hoja na kuweza kufanyia kazi yote ambayo ameyawasilisha bungeni. Kwa namna moja ama nyingine itakuwa wamesaidia sana vijana, sio tu ndani ya wilaya ya Nachingwea na taifa zima kwa ujumla. Tambulisha, jina langu Ernest Bartolomeo Tadei Cheka, ni msafirishaji wa bodaboda hapa Ngundi B, mlango kutokea stendi jirani na sokoni. Hili swala tumelipokea, tumeangalia hotuba ya Mheshimiwa Mbunge, tumeona imegusa baadhi ya vipengele ni vikubwa muhimu sana. Kwa hiyo kutupunguzia bei kutoka hapa kwenye 70 mpaka kufikia kwenye 30. Kwa sisi tumeona kweli kuna kitu ambacho kinaweza kukuinua au kutuinua sisi kwenye wale wa chini kwenda kule juu, kwa sababu ukiangalia maisha yanayoishi kwa sisi tulikotokea, maisha yetu magumu sana vijijini huko. Unaona mtu amekuja hapa, lakini utakuta mtu mwingine anasomesha, anajenga, unaona, analea familia zake huko nyumbani kwa kutegemea bodaboda. Kwa hiyo tunaomba itapopita swala hili, tunaomba ili wapo sukuma wale viongozi tuangalie sana kwa macho ya mbele, ili na wale walio kijijini wahamasike, kwa sababu kweli ukiangalia leseni ni kama shamba sisi hapa tunapokaa. Kwa majina anaitwa Dickson Andrea Chibwana, ni afisa usafirishaji kutoka wilaya ya Nachingwea. Mgondi wangu unajulikana kama soko la matunda Nachingwea.
Nakubaliana na hoja ambayo ameongea mheshimiwa mbunge wa wilaya yetu Nachingwea kuhusu sisi maafisa usafirishaji ama jina maarufu bodaboda, kwamba mpango wetu wa leseni, kuwa na leseni bodaboda, tunashindwa kuwa na leseni kutokana na gharama kuwa kubwa, kutoka kwenye shilingi 70, na ukizingatia kipato chetu jinsi kinavyokuwa, mazingira yetu jinsi yanavyokuwa, inakuwa inatubana sana. Kwa hiyo tuko pamoja na hoja ile ambayo ameongea mbunge wetu. Tunaomba serikali ifikirie at least gharama ipungue, ishuke kwenye 70, kuwa hata kushuka hadi kwenye shilingi 30. Hapo kidogo tunaweza maafisa usafirishaji tukaamka tunakata leseni, maisha mengine yakawa yanaendelea. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tufikirie sana bodaboda kuhusu hilo. Kwa majina anaitwa Salum Saidi, ni mwenyekiti wa Mgundi B. Wazo letu na ombi letu, wazo la mbunge ametusemea, na sisi tunashukuru kwa alichokiomba kwa serikali, ila pia sisi kama maafisa usafirishaji tunaomba kwa serikali itupatie vyuo kwa hivi kila wilaya. Bodaboda afisa usafirishaji kutoka kwenda mkoani kwenda akakae ndani ya wiki 2 kwa aina ya maisha yetu, pia kwetu inakuwa ni changamoto.